Rigathi Gachagua ametoa hotuba kali leo mchana Juni tarehe 30 mwaka 2026 kutoka nyumbani kwake Wamnyoro mkoani Nyeri, ambapo ameshtumu vikali serikali ya Rais William Ruto kwa kile alichokiita kuwa ni mkakati wa kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari nchini. Gachagua amezungumza mbele ya wajumbe wa chama chake cha Democratic for Citizens Party DCP kutoka kaunti ya Nairobi pamoja na wanahabari. Mambo makuu aliyoyazungumzia Rigathi Gachagua leo ni baadhi ya yafuatayo. Jambo la kwanza ni kutetea uhuru wa vyombo vya habari. Gachagua amesema kuwa serikali inapanga njama ya kufuruga vyombo vya habari vinavyoikosoa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Ameongeza kuwa matatizo ya serikali hayaletwi na vyombo vya habari, bali yanasababishwa na hali hewa, ufisadi, uchumi mbaya na utekaji nyara wa raia. Wataja waandishi Jambo la pili alilolizungumzia ni kuwataja waandishi wanaoandamwa. Amemtetea mwandishi wa habari Fela Moraa wa gazeti la The Standard. Alidai kuwa mwandishi huyo anafuatiliwa na vyombo vya usalama saa 24 baada ya kuandika makala kuhusu ghala la uongo la serikali. Pia ametaja kuwa wanahabari wa Media Max na Mtoni wa Kirumba wanakabiliwa na vitisho. Mwito kwa washirika ya kimataifa ndilo lilokuwa jambo la tatu. Ameliomba baraza la wahariri nchini Kenya Editors Guild na mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa UN kuingilia kati ili kulinda usalama wa wanahabari nchini Kenya na Uganda. Jambo la 4 alizungumzia kuhusu kujitetea dhidi ya dhuluma za uongo. Gachagua amejibu wakosoaji wake waliomuita muoga baada ya kuwasihi vijana kuwa waangalifu wakati wa kumbukumbu za maandamano ya tarehe 25 Juni. Alieleza kuwa yeye si mratibu wa maandamano na nguvu zake kisiasa zipo kwenye uhamasishaji wa wananchi, political mobilization, na si kuongoza fujo barabarani. Kauli yake ya kusisimua ambayo alikitaja na kauli ambayo ilikuwa kusisimua sana ilikuwa ni kwamba vyombo vya habari ndio ngome ya mwisho ya utetezi kwa Wakenya milioni 55. Baada ya utawala huu kumalizana na vyombo vya habari, watakuja kwenu nyinyi wananchi wa kawaida, msikae kimya. Subscribe kwenye channel yetu ya YouTube, tufuate kwenye Facebook, TikTok kama Nipashe Sasa.